Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Nguvu kubwa inatumika kuhakikisha Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anajiuzulu. Waziri Mkuu wa zamani wa Ufaransa Edouard Philippe amesema Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anapaswa kujiuzulu mara moja kutokana na mzozo wa kisiasa unaozidi kupamba moto nchini humo. Mnamo Jumatatu, Sebastien Lecornu aliyekuwa waziri mkuu wa 5 wa Ufaransa amejiuzulu chini ya Macron ndani ya miaka miwili tu, akiacha ngazi saa chache baada ya kuzindua baraza jipya la mawaziri. Tangu aingie madarakani mwaka 2017, Macron ameteua mawaziri wakuu wake 7 ambao wamejiuzulu, kiwemo Edouard Philippe ambaye alijiuzulu mnamo Julai mwaka 2020. Jean Castex alijiuzuru mnamo Aprili mwaka 2022, Elisabeth Borne alijiuzuru mnamo Januari mwaka 2024, Gabriel Attal mnamo Julai mwaka 2024 pia alijiuzulu. Michael Barnier aliteuliwa lakini alijiuzulu pia mnamo Disemba mwaka 2024, na François Bayrou alijiuzulu mnamo Septemba 20 mwaka huu. Lakini kujiuzulu kwa Lecornu wiki hii ni kwa hivi punde, na inajiri huku kukiwa na mgawanyiko bungeni kuhusu juhudi za serikali kupitisha bajeti inayolenga kupunguza deni la taifa linaloongezeka. Hata hivyo, hali ya kisiasa nchini humo inakuwa mbaya zaidi kutokana na nchi hiyo kutumia fedha nyingi kwa ajili ya vita nchini Ukraine, lakini pia na matatizo mengi ya kisiasa yaliyopo nchini humo, huku mawaziri wakuu wakiwa wanajiuzuru mara kwa mara. Sasa baadhi ya mawaziri wakuu waliopita kupitia serikali ya Macron wanasema kwamba ni lazima Macron ajiuzulu. Macron anapaswa kuondoka baada ya bajeti kupitishwa na kutangaza uchaguzi wa mapema wa rais, Philippe aliambia kituo cha redio cha Ufaransa RTL mnamo siku ya jana Jumanne. Sitaki ajiuzulu mara moja, lakini rais lazima achukue hatua hiyo ya kujiuzulu, anasema Philippe, akieleza kwamba hii itasaidia kutengeneza hali ya kisiasa katika taifa hilo la Ulaya. Philippe alielezea baadhi ya chaguzi za Macron kwa waziri mkuu kama udadisi na kuita uamuzi wake wa kulivunja bunge mnamo Juni mwaka 2024 kuwa ulikuwa ni uamuzi mbaya. Hatua hiyo imechochewa na kushindwa kwa muungano wake katika uchaguzi wa bunge la Ulaya. Ilionekana na watu wengi kama kamari iliyorudisha nyuma kutoa bunge na kulining'iniza na kusimamisha kazi nyingi za kutunga sheria nchini humo. Philippe ndiye aliyekuwa waziri mkuu aliyedumu kwa muda mrefu zaidi tangu Macron aliyewasili katika ikulu ya Elysee mnamo mwaka 2017. Wakati wa uongozi wake alisimamia mageuzi makubwa ya kazi na kodi. Alisimamia ongezeko la utata la ushuru wa mafuta ambalo lilisababisha maandamano ya Yellow Vest mwishoni mwa mwaka 2018. Alijiuzulu mwaka 2020 wakati chama chake kilichofuta haki, na baadaye akagundua kuwa chama chake kilikuwa kinaondoa haki kugombea kwake urais mwaka 2027. Iwapo Macron angejiuzulu, Ufaransa ingetakiwa kufanya uchaguzi wa rais ndani ya siku 20 hadi 35. Kura ya maoni mpya ya Eleb iligundua kuwa zaidi ya 86% ya waliohojiwa wanaona hali ya sasa kama tamasha la kusikitisha inayotolewa na tabaka la kisiasa ambalo haliwezi kutekelezwa, wakati 51% wanaamini kuondoka kwa rais kunaweza kusaidia kufungua mzozo wa kisiasa uliopo. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uwe wa kwanza kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi.